Kwa miaka kadhaa sasa, wanakandarasi wamekuwa wakilipwa pesa za miradi isiyokamilika katika Wizara ya Maji. Kamati ya uhasibu katika Bunge la Kitaifa imesema ufisadi umekuwa ukiandama Wizara ya Maji kupitia kandarasi hizo. Mwenyekiti wa kamati hiyo, Tindi Mwale, ameonya kuwa watakaopatikana kuwa waliidhinisha malipo ya pesa za umma kiholela watachukuliwa hatua. Stephen Leto na taarifa hiyo. Katibu katika Wizara ya Maji Julius Korir alifika mbele ya kamati ya uhasibu bungeni ambapo alikabiliwa na maswali chungu nzima kuhusu utepetevu katika wizara hiyo. Katika upekuzi wake wa ripoti ya mkaguzi wa hesabu za serikali, kamati hiyo iligundua kuwa Wizara ya Maji ililipa shilingi milioni 177 kuchimba visima ambavyo idadi yake haijulikani. Since you paid 177, it was not budgeted for. Which items did you subtract from the approved budget for you to utilize the amount in the unbudgeted items? We have details of where the money went, the boreholes, the status of those boreholes, the locations, we have them. So we will submit that response to you. Miradi ya unyunyuziaji maji huko Murang'a na Kenyenyaini yenye dhamana ya shilingi milioni 19.6 na milioni 176 mtawalia pia ikijadiliwa mbele ya kamati hiyo. Aidha, uimarishaji wa mto Sagana uliotengewa shilingi milioni 443.6 ukigubikwa na maswali chungu nzima. So PS, you would want a list of all the boreholes that are unspecified or the ones that are pending in this country, so that we can be able to identify some of these unspecified boreholes. Because if you look at this query, PS, it is not properly addressed. And Chair, did we do actual verification of these unspecified boreholes? Are they complete? Are they jacketed? Do they have a yield? Our offices are in perpetuity, which means I cannot say I was not there when it was happening, or she was not there when this was happening. That's why we are here to defend. I would have written here, sikukua. Wabunge wakitaka kujua ni kwa nini shilingi milioni 27 zililipwa kwa wanakandarasi ambao hawakukamilisha ujenzi wa vyoo katika maeneo ya Mtwapa na Mariakani kwenye mradi uliotengewa shilingi milioni 156. Aidha, ripoti hiyo imefichua kuwa katika mradi wa Olopito, mwanakandarasi alilipwa fedha zaidi ya iliyokuwa kwenye kandarasi, mlipa ushuru akipoteza shilingi milioni 5.5. Mradi wa Parkilat eneo la Kilgoris pia umewekwa kwenye kurunzi baada ya kubainika kuwa Wizara ya Maji ililipa shilingi milioni 14 kwa ardhi isiyokuwa na hati miliki. Stephen Leto, runinga ya Citizen. Serikali